Ujambo ndugu mtazamaji wa MWK TV, karibu kujiunga na kipindi cha Gospel ambacho kinakujia nami mtangazaji wako Esther Daniela. Na kwa siku ya leo tunakuwa na waalikwa toka Nyota Minister na tutampokea kaka Christian na pia tutakuwa naye kaka Bertin wakiwa wanamemba wa Nyota Minister. Na hapa tukianza na kaka Christian. Christian, jambo na karibu. Jambo, asante. Ya labda kwa mwanzo unaweza kuambia wasikilizaji wewe ni nani na unafanyia kazi yako wapi? Mimi naitwa kwa jina la Christian Lion Biamungu. Niko mtumishi wa Mungu, tena mwimbaji wa nyimbo za Injili, yani gospel, tena kiongozi wa Nyota Ministries hapa Uvira. Ya, asante sana. Na labda kwa mwanzo unawatakia nini? Natakia usikilivu mwema kwa sababu watu wana vitu vizuri na watajua Nyota ni nini, ministeri Nyota iko na kazi gani na ina malengo gani. Ya, asante sana. Na tukija kwako kaka Bertin, jambo na karibu. Kwa majina mimi naitwa Bertin. Na mimi pia ni mtumishi wa Mungu. Napigia Mungu instrument. Napiga ngoma. Yeah. Yes. Na unafanyia kazi zingine? Mimi natumika kwa Altec. Kwa Altec. Na kazi yako ya gospel unaifanya ndani ya Nyota? Ndio, ndani ya Nyota. Napiga ngoma ndani ya Nyota. Asante sana. Na tukija kwako kaka Christian, kama kimetuambia unakuwa maître de chant ndani ya Nyota Minister. Labda tuambie Nyota Minister maana yake nini? Nyota Ministries, yani tunasema tukiona nyota, tunaona kwa parmi ma astres lumineuses. Donc ni kitu ya mwanga. Kifanya donc ni ministère de lumière. Parce que tukiangalia kitu nyota iko ma astres lumineuses zenye haivutikanaki na haipote yake. Ndio wakati Mungu alifanya uumbaji, alisema jua itangaza mchana na mwezi usiku, lakini hakutaja nyota itangaza saa gani. Ndio maana tukatia nyota kwa sababu kwa saa zote sisi tutangaza na kuendeleza Injili. Ya, asante sana. Na labda unaweza kutupatia historia fupi ya Nyota Minister? Nyota Minister ni ministries nilianza kuanzia depuis 2010 kwa niveau ya Bukavu. Kwa sababu nazaliwa Bukavu, ndipo nipate hiyo maono. Ila sikupenda niweke kwanza mbele ya watu. Nikabakia nayo ndani kindani. Nikakuwa nafanya tamasha na itia kujina ya Nyota. Natia Nyota, usizuie Nyota celebration, Nyota celebration. Yani nafanya vitu kwa kuionesha kwanza. Bali nilikuwa sijaitokeza kwa sababu sikutaka kutanguliza Mungu. Na kama mtumishi wa Mungu inakubidi kwanza usikie mausia ya Mungu ni nini na Mungu anataka nini. Kwa sababu ukijipeleka wewe kibinafsi utapotea, lakini ukijipeleka sawa sawa na matakwa ya Mungu, tayari Mungu atasindikiza hiyo huduma unabeba. Ndio maana mianzilishi yetu tulianzia Bukavu, ila ilikuwa ikijificha. Tulikuwa tukifanya msaada, tukifanya vitu mbalimbali, bali tulikuwa tujatoka nje. Walikuwa wanajua kama Christian tu, na watu wengi walikuwa wanajua jina ila walikuwa wanajua mtu ni nani. Lakini kuanzia hii celebration tulifanya hapa 2023 ndio ilikuwa kwa sababu ile uzinduzi wa ministries na kujitoa nje sasa. Ya, vizuri sana. Na ni kwa nini mlikuwa mjapenda sana kujitoa nje? Kama jinsi nilivyosema mwanzo, yani vitu vya Mungu ni tofauti na vitu vya wanadamu. Yani hatuko ili watu watuone ili watu watushangilie shie, lakini tuko ili watu waone Mungu ambaye anatupitia shie kufanya kazi. Ndio maana ilibidi kwanza tuulize Mungu kama ni wakati. Na ndio maana tulikuwa tujishikesha. Asante sana. Na labda tokea umeanza Nyota Minister hadi sasa mnakuwa na album ngapi? Album bado hatujatoa album. Hatujatoa album. Sio kwa kushindwa kuitoa wala hatuna nyimbo ziko. Ila tulikuwa tunachunga wakati ifike ya kufanya. Wakati ifike. Ndiyo. Na ufikiria kwamba labda ni kukosa moyen ndio inafanya mtoe album? Kukosa moyen sidhani sana kama ni kukosa vipato, lakini wakati. Kwa sababu teze ingia leo unatoa nyimbo, lakini ile nyimbo haitashikika. Kesho unaingia unatoa nyingine haitashikika. Lakini wakati kifika ukitoa moja, hiyo moja itashikika na itasindikiza Injili mbele. Ndio maana ni kuchunga wakati wa Mungu ili tufanye kila kitu. Ndio maana nikwambia tulikuwa tukingali sirini.
Asa ili muda wa kutoka nje ili watu watujue. Kwa sababu vitu vingi sana tulifanya ndani ya siri. Watu hawakuwa wanajua, watu hawakuwa wanafahamia, wanaona tu bilifanyika. Hivi sasa ni muda wa Bwana. Na ndio maana tulitoka nje ili watu watuone kama tuko na tunaexiste. Na ufikiria kwamba labda waimbaji wengine ambao wanaweza kuona mnatoka nje na amyakuwa na albumu hata moja njoo mnaanza kuitoa, na wakati unasema historia ni ndefu sana, mlianza leo, mlianza koko siku, na ufikiria kwanza wanaweza ni zania ni kibandi ama ni mukadro ya kukia kupotezea muziki ya gospel poa? Hapana, sio hivyo. Nikisema kwanza ndani ya gospel nikingali mtu nashika maadili ya wimbo za injili. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu siwezi nenda fasi kabla siyasikia Mungu ananikonfirme kindani kama tuende wala tufanye. Na ndio maana hata kwa kutoa nyimbo sio kama tulikosa, ila tulikuwa chunga muda ufike. Tukiangalia ndani ya kwaya zingine nilikuwa naimba, tulitoa nyimbo. Ziko nyimbo za makwaya tunatoa. Ndani ya makundi tulikuwa naimba ndani, tulitoa manyimbo ziko. Lakini bado sisi kama Nyota tulikuwa tuyafikia mianzilishi ya kutoa. Kwa sababu kama ni kipato, tunaamini Mungu akikupatia huduma atakupatia na kipato ya kusindikiza. Hata kama kipato ni kidogo, lakini kinaweza kuwezesha kufanya nyimbo 1, 2, 3. Ila ifo kujua wakati wa Bwana ni wapi na ni upi ili ufanye jambo. Na tukija kwako kaka Bertin, je, kutokutoa album na pia kutokwenda studio kuimba nyimbo, kutokushuti kwa Nyota Minister, unafikiria kwamba kwako kama mwanamemba wa kundi inakuwa ni haki kwenu ama? Bon, hiyo question unasema hata na sisi tulikuwa tunamuuliza kaili. Tuko na miaka mingi, unatuwazia sisi tuko wa musicien, tunapasha kama tuko mu group tunapasha disentir kama mimi na sisi tuko travailler bien vile. Boka tuelewesha kisha tuelewesha na anakuelewesha wewe pale. Tukaona ni kweli. Hivi ndio muda inafikia sasa. Na ile kweli haikuwa na kuchoma sana moyo mpaka sasa, na kuona kama maître de chant anaanza kuwaingilia kikazi ama anawafinya sana mjisikie kwa l'aise. Hiyo sio sana. Juu kwanza kutravailler tunakuwa travailler. Kama ni manyimbo tunakuwa travailler, biote biko. Mais nile tu kutoa tu manyimbo mu studio njoo ilikuwa tunakosa. Na hivi kisi tutaanza tu bien bitakuwa tu sawa. Vizuri sana. Na tokea Nyota ianze mshaka participer ma concert ngapi? Concert. Ziko mingi sana. Ndani ya Kongo, nje ya Kongo. Fasi mingi tumeshaenda. Na je, ile ma concert yenye ulikuwa na participer ndani kwa na kupatia kitu fulani ya kusema kama leo muda inaweza fika, sababu ukiniambia muda wa Bwana ufike, hata leo ni muda wa Bwana. Na sijui ni muda wa Bwana gani ambao ulikuwa ukichunga ama ni muda gani, na ile ma concert ulikuwa na participer ndani kwa na kupatia kitu ya kufanya kama naweza enda studio pia nitoe nyimbo na mimi nifanye lancement officiel. Hapo hivyo kuingia ndani ya matamasha fulani. No, tutajifunza tu kitu kimoja. Utaingia utaona mwenzako alitumia njia yake. Na sio uwito wa kila mtu unenenda sawa. Kwa sababu tukiangalia hata uumbaji wa kila kitu si sawa. Tuseme Mungu akamuumba mwanadamu, akamuumba mwanamume, akamuumba na mwanamke. Wote ni wanadamu lakini viumbe mbili tofauti. Mteza zaliwa mapacha. Mnatoka ndani ya tumbo la mama mmoja, mlizaliwa na baba mmoja, lakini mafikara yenu haitakuwa sawa, wala ahadi zenu kwa Mungu hazitakuwa sawa. Wakati tulikuwa naenda ndani ya matamasha fulani, tunaangalia gisi ya kujikosoa na kujitengeneza kizaidi. Na ndio maana ukiangalia tukifanya jambo ni tofauti na jambo lingine. Kwa nini? Tumeshaangalia, tunachunguza wapi kwenye upungufu huko na wapi tunaweza kujiongeza. Na tunamuuliza Bwana, sikii tunafanya ni vema? Asa tukishapata uhakika tayari tunafanya. Ndio maana kuna utofauti wa watu wanaomtumikia Bwana na kusikiliza maagizo ya Bwana Mungu na mtu anayetembea sawa sawa na mafikara yake lakini anafanya kazi ya Mungu. Na tukirudi kwako kaka Christian, we ni msanii ambaye unafanya vizuri sana na unajulikana Uvira na nje ya Uvira. Labda tuambie kutoa kwako nyimbo, je, inaweza kuwa ni kwa sababu hauna mtu ambaye anakusupport kikazi ama kunakuwa kipi ambacho kinafichama hapo chini? Jamani, nikwambia kuna wafanyakazi wa Mungu ambao wanaishi sirini.
Na kila mtu kabla hajatoka kulikuwa kizuizo fulani, na kabla ile kizuizo kulikuwa ingine kitu kilituma asitoke mbio. Juu banasemaka si kuharakisha ndio kufika. Yani uende pole pole ili ufike. Nature ya muziki du jour au jour iko na changer. Asa ukitoa leo kisha kesho inabadilika, unaona yako haitakuwa na samani. Na tuliangalia kwa album za bengine, Jumia nilikuwa najifunza kisa ya kutuma waimbaji wa hapa Uvira hawaendelei. Leo anaweza toa nyimbo yake inaishia mkanisa yabo na mumwabo. Basi. Hasa ndio swali nilikuwa najiuliza, hiyo Epota Uvira tuko na bafanya muziki ya Mungu bazuri sana. Hasa mie kutokutoa kwangu ilikuwa nilikuwa nachunga muda ufike na nipate njia zote za kufanya sasa. Na muda ufike, labda ufikiria kwamba unaweza kuwa ulikuwa unachunga mtu wa kusupport kikazi, ama ulikuwa unachunga uze gari, uko na kanisa, ama uko na mainstrimo? No, sio hivyo. Yani mpaka saizi hatuna mtu wa kutusupport. Yani tunapigana kibinafsi. Tunapiganisha nguvu zetu na uwezo wenye Mungu alitupatia. Ya, na kundi ya Nyota Minister inaundwa na watu ngapi? Mimi mwanzilishi wayo ni mimi peke yangu. Mwenye mubeba maono ni mimi peke yangu. Ila nikaona na wandugu wengine nikawahusisha ndani ya maono niliyopata. Kwa sababu hii maono ni vigumu sana, ila sio kila kitu kusema, bali ndakwambia kwanza mimi nilikuwa Katoliki, servant. Njo mianzilishi yangu ile, wazazi wangu walikuwa Wakatoliki. Sasa mimi kutoka mkatolikisme kuingia humu mwa dunia nyingine, kuko kitu yenye ilinifanya niende. Na ile kitu njo ililetaka hii maono. Kwa sababu nasemaka mimi ingekuwa leo siko tena duniani. Lakini wakati Mungu alinirudisha ni sababu alikuwa na malengo. Na wakati aliponirudisha ndio maono nikayapata. Ya, na kwa sasa nakuwa ndani ya kanisa gani? Kwa sasa niko naabudu ndani ya kanisa ya Rehoboth. Ndio kanisa yenye niko tangu miguu yangu ifike hapa Uvira. Nimeshaingia ndani ya kanisa mbili, kwa sababu mimi nibatizwa ndani ya kanisa Aumônerie Protestante Universitaire pa Bukavu. Nikakia na recommandation kwa Aumônerie hapa, lakini wanasemaka mahali Mungu alikuita ufanyie injili. Hata ufanye je, Mungu atakuzogeza mpaka ufike pale mahali madhabahu alitaka uitengeneze. Ndio maana nikatoka Aumônerie hivi niko Rehoboth. Ya, na ukiangalia mambo ya kundi, mara mingi kundi inakuwa ikiunganisha watu wengi sana ambao wako wa kanisa moja. Kunakuwa wa Katoliki, kunakuwa wa Protestant, kunakuwa wa Aumônerie na wa Rehoboth kama gisi unasema hivyo. Na labda tuambie kiwazi, kutuambia umetoka mumonde ya Katoliki na ukaenda mumonde nyingine, so inamaanisha kwamba ndani ya kundi ya Nyota Minister hamuna wa Katoliki ambao wanakuwa ndani, ama umo tuko na watu aina yote ya watu. Kwa sababu Nyota Ministries si watu tu wanaishi Uvira, Bukavu. Ila ni watu wengi, kuko wenye kwa Dar es Salaam, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Kigali, Goma, Kishasa, hapa Uvira, Bukavu na mavijiji vingine tofauti. Sio kwamba tunaangalia dini moja. Kila yoyote ambaye anamkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi tumemkaribisha ndani ya kundi letu. Kwa sababu tulisema sisi ni mwanga na tuangalie iwe magharibi iwe asubuhi. Kwa sababu nyote imeangaza saa zote. Ndio maana hatukuchagula aina ya watu. Nilisema hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu nilikuwa servant. Servant avec l'art ni vitu mbili tofauti. Kazi ya servant ni kuservire ye, tuseme nini, ye nani, ye padri mwenye kwa mbele yake. Na kutengeneze baada basi. Hautamsikia na kamata mic wala gita anaanza kuimbia. Ila nilisema juma nitoka ndani ya dunia nikiingia ndani ya dunia, ulimwengu wa muziki. Donc kwa servant au kuna servire Mungu, mekukua muimbaji ndio na servire Mungu. Siyasema kama servant servire Mungu. Lakini nasema ni mshindikizi wa padri. Anamtumikia Mungu kwa kumshindikiza mwingine. Unasikia utofauti kwenyeko? Na mimi ndeza fanya kwa mfanya muziki, lakini namtumikia Mungu kwa kufanya muziki kwa kushindikiza mwanadamu fulani.
Na tukiangalia vision ambayo mnakuwa nayo Nyota Celebration, mnakuwa na vision gani au juste? Vision yetu shia ni kuenea popote ulimwenguni, kusaidia ya kwanza, kusaidia kuokoa na kutangaza Injili. Na umetuambia kuna kwa watu ambao wanakuwa wanakundi, wanakuwa nje ya nchi na ndani ya nchi. Je, wanachangia tu ni katika hali ya uimbaji, mkiimba hizo nyimbo ambazo hamjazitoa album na bado mngali mnatunga, tuseme hivyo? Na je, wanachangia tu ni mafaili wanakuwa wakiwachangia, ama wanakuwa wakiwapatia mento, ama mnakuwa na ingine service ambayo mnakuwa mkifanya? Yani tunafanya ni kuma partners. Kuna watumishi wa Mungu wakubwa, waombaji wakubwa, wanatusaidia kiroho na kimwili. Kwa utungaji wanatusaidia, nasi tunasaidizana. Yani atujibakilize kibinafsi, kwa sababu mtu binafsi hajienezi. Na ndio maana Mungu alisema mkajaze dunia. Yani wewe unafaa na mimi nafaa kwako kwa wengine. Tukizungumzia hivyo kwa kuongea watu wenyewe kwa nje, si kama wangi kuwa nje, ni gisi gani tungifika Burundi kufanya tamasha? Haingewezekana. Tungitoka twende Goma kufanya tamasha kivipi? Haingewezekana. Bukavu haingewezekana. Rwanda, Kigali haingewezekana. Ya, na unafikiria kwamba Nyota Ministeri inakuwa na impact kabambi sana kwa watu ya Uvira, inakuwa kisaidia nini sana population ya Uvira na nje ya Uvira? Ya Uvira na nje ya Uvira. Kama nilianza mwanzo walisema tulikuwa tuko sirini, watu wakwa tujua ni wanani. Na wakwa tujua tunafanya kuniaba ya nani. Na hivi sasa ndio tunataka kutoka nje. Kwa sababu wengi walikuwa naijua tu Frère Christian, muimbaji Frère Christian basi. Hawakuwa wanajua mtu ni nani. Na hawakuwa wanajua ministries gani inaipeleka ile huduma ya Frère Christian. Asa nilisema mianzilishi yetu ni hapa ndani ya hii mwaka kwa hii tamasha tuliyoifanya. Ndipo tulitoka sasa nje tukajichomoza watu watuone na watujui kama tuko. Na Nyota Ministeri itasaidia nini population? Ya kwanza na imani itasaidia population kwa vitu vingi. Kama wewe ni mzazi, ndakusituma tu mtoto wako, utaona mabadiliko. Hali ya kiroho tutamsaidia, kumuonesha njia, kumzogeza karibu na Bwana, kumuonesha aliyo mema ya Mungu na kumuonesha vizuri ya Mungu, kwa sababu mimi peke yangu ni ushuhuda kwanza kibinafsi. Ndio maana akizogelea papo na experience zishi bengine tuko nazo, directement naye acquérir kitu kia samani. Kungambo ya kimwili atujali tabia yake, ila umleti tu, kwa sababu wanasemaka nini? Sisi ni mabaki ya Bwana. Na gisi sisi ni mabaki ya Bwana, Bwana atashughulika hata na tabia ya nje. Naamini. Ya, na tokea mwanzi mshaka organiser concert mara ngapi? Concert ya Nyota Celebration ama Nyota kama Nyota. Nilisema Injo ilikuwa mwanzilishi wa kwanza kutoka kama Nyota. Lakini mwanzo tulikuwa nasema usizuie Nyota Ministries, ilipita j'espère kwa 2021. Et usizuie Nyota Celebration, yengine ilikuwa kwa 2020, yengine ilikuwa kwa 2015. Ina ingine. Na tukijifokalize sana kwa Nyota Celebration, labda mlikuwa na objectif gani ya kufanya ile concert? Juu tunajua kama amiakuwa na nyimbo ambazo ziko audio amjashuti kama Nyota Ministeri, lakini tukashuhudia concert ya Nyota Celebration. Labda tuambie mlikuwa na objectif gani ya kufanya ile concert? Concert yetu ilikuwa na vision mbili. Kama gisi naweza kuzungumzia. Ya kwanza ilikuwa kusaidia watu wasiojiweza. Na naamini kila aliyekuweko aliona gisi tulisaidia. Ya pili ilikuwa ni kurekodi nyimbo zetu. Tumezirekodi live recording humu ndani. Tulifanya umwe 3 chansons. Na hizo 3 chansons naamini kila atakayesikia atabarikiwa. Na atazisikia kwa njia gani? Na wakati mjaziimba studio, mjafanya tayari studio imeshaisha. Na video tayari imeshaisha. Yani tulifanya umo ndani, yani nasema live recording. Yani tunafanya audio umo ndani na video umo ndani. Yani ndani ya hii wiki mbili kwa hapa hivi tutaenda tu kusawazisha vizuri ndani ya studio. Mwishowe tutakuambia kwenye YouTube platform yetu yote, enda kamati yako YouTube, Instagram,
Twitter, TikTok, kutapata Facebook, yote itakuwa. Na labda mlikuwa na malengo gani? Malengo ya sana sana ambayo mlikuwa nayo juu ya kuorganize ile concert? Ilikuwa kusaidia. Ndio. Kusaidia mayatima na wajane. Na labda katika harakati zote hizo ambazo mmefanya kusaidia organisation, imechukua muda gani? Mwaka. Ndio. Na so mlikuwa na mtu ambaye wasapoti kazi? Sizani. Ila kuna watu fulani ambao walijiunga. Ila sizani kwa sababu nikiangalia ni neema ya Bwana. Na so tulivyoshuhudia, tuliona watu wakilipa mlangoni na kuingia mconcert. So hakuna mwenye angepita kumlango bila hapo. Hivyo ndaorozesha vizuri. Watu hawakulipa. Ni ile pesa ambazo watu walipa mlangoni ndio zilisaidia kuweza kutoa ile support kwa mayatima na wajane ama? Nikisema vizuri, hizo pesa zilizotoka mlangoni hazingeweza kulipa na kusapoti. Kwa sababu mienendo yetu tulikuwa na haja tusaidie 250 veuves na 200 orphelins. Ndio ilikuwa nia yetu. Lakini ila tulisaidia 37 veuves na 27 orphelins. Ndio uwezo tulikuwa nao. Kwa sababu tuligharimu vingi sana na ilibidi gharama tuyafanye. Ndio maana hatusemi kama watu walilipa, lakini watu walichangia. Na so unajua kuna kuchangia na kuna kulipa. Sijui kama kwa mtu ambaye amepita mlangoni bila kutoa $1 ama sababu kama tunachangia, so tunaweza tukaingia na tukachangia kiivo. Na ila unapotia mtu mlangoni na kusema kama mwenyewe atoi $1 ataingia hapa. So labda tuambie kuchangia. Hapo nataka kuelewesha na kuuliza swali. Unaandaa sherehe. Ila unasema ndani ya sherehe yangu watakaoingia ni wanavaa vazi nyeupe. Nikizani hautabaki ukiangalia kila asiyevaa vazi nyeupe ndani ya sherehe yako. Ndio maana kuna watu wenye walikuwa na moyo kuchangia walichangia. Na ninaamini kuna wengine waliingia hawakuchangia. Labda kuna wale ambao waliingia, lakini tulivyoshuhudia kabisa siwazia kama kuna kwa yule ambaye aliingia bila kulipa. Asa hapo hivyo tena. Unaposema kuna vazi nyeupe na sieva vazi nyeupe inakuwa ni exigence deja. So uliexige watu walipe ama sababu ukiangalia mu vile ya Uvira surtout watu banazoelea concert za bure. Anayua napoenda ku concert sitalipa kwa mlango. Kwa msana naingia mesa ya kuchangia naposha kuchangia. Hapo hivyo kitu ingeelewesha nini? Walisema hata senti ya ule mjane ilikuwa ya samani kuliko hizo sadaka za Mafarisayo na Masadukayo. Ndio maana inabidi kufundisha watu namna ya kufanya utoaji. Utoaji si unaenda tu kanisani pasa na kuambia utaenda Ulaya utauza nyumba kubwa, hapana. Lakini wengine utoaji ni kwa moyo. Ninaamini kila aliyekuwa ndani alikuwa kwa moyo. Kwa sababu atukumforce mtu kuchangia. Lakini tuliwasi kwa upendo wa Kristo kuchangia ili kazi ya Mungu iendelee mbele. Vizuri sana. Na so katika harakati zote hizo ambazo mnakuwa nazo, concert ya Nyota Celebration ambayo mlifanya na pia mnakuwa mnasema utafanya audio, utaenda studio, utaimba, umefanya visual na pale wakakushuti, ukaimba audio visual. Bon, tuambie katika hali ya projet ambayo unakuwa nayo juu ya kuweza kusaidia peut-être population, Nyota Minister inakuwa kitayarisha nini juu ya population ya Uvira na wenye wako nje ya Uvira? Tunatayarisha vitu vizuri sana. Vizuri sana. Lakini wengine wanasema nini? Ukitoa sadaka kama ni mkono wa kuume ulitolea, wa kushoto usijue. Ndio maana hiyo tutakayofanya ni kama sadaka. Na sadaka sio tuitangazie watu wote kwa siku hivi tunaenda tutoe sadaka. Hatuko ba député. Yaani tunasema nini? Ni jinsi Bwana amesha tuzungumzia ni kitu gani tutafanya. Ndio tutafanya. Ila ya kwanza tutawaambia tu tunatayarisha cuisine des paroles. Yaani hiyo sio nyimbo tu. Ila tunakia kujifunza na neno. Baadaye tutawaambia ni lini
na inaandaliwa je, na ni kitu gani, na ni jinsi gani nao utaingia ndani. Ila tulitaka kuwajulisha walio nje ya Uvira kwamba mwezi wa pili tuna tamasha kubwa ingine ya nyota. Haitafanyika mjini Uvira, ila tutakuwa Goma. Tutakuwa mji wa Goma, na naamini watabarikiwa kwa sababu tunamwamini Mungu tunayembeba. Ya sana. Na so katika harakati hizi, je, haujapata mwanasiasa ambaye anakusaidia kikazi, ambaye anakusapoti? Kibinafsi sina hizo, yani hizo malezi. Kibinafsi mimi namtegemea Mungu. Kwa ndio maana nisema mimi ni ushuhuda kamilifu wa Mungu. Yani natumikia na uwezo wenye Mungu alinipa. Kwa sababu unajua ni wapi alinitoa na ni nini napaswa kufanya kwake. Ndio maana hata wengi wakiangalia kwenye mapaji zangu nilisema kazi niliyoipewa na Bwana naitimiza. Na ndio maana neno tunalosema sisi kama nyota, sisi ni mabaki ya Bwana. Tukisema mabaki ndio hiyo sehemu ya mwisho. Ya mwisho. Hiyo watu wasiozania, hiyo watu wasiosamania ndio sisi. Ya na nyota minister labda ni kundi ambayo tulikuwa hatujajua sana mjini Uvira, watangazaji pia population ya Uvira. Tuambie, je, ni kweli uhakika mlikuwa mkifanyia kazi Uvira? Sababu tukisikia unaongea Bukavu, unaongea Goma, ama wako artiste wa Goma, ama nyota minister inakuwa ni ya Goma tu? Sio Goma tu, sio Bukavu tu, sio Uvira tu, sio Bujumbura tu. Nisema tuko pahali pote kwa sababu wanamemba wetu wiko mahali mbali. Na siège yenu kwa wapi? Siège tu pour le moment. Tuko hapa Uvira. Sababu gani? Sababu sisi wote, yani nikisema mwe 70 à 80% tuko hapa. Na wanasema kwenye kiongozi iko, na ndio kwenye nini iko, na ndio kwenye bendera inasimama. Yani ndio maana tuko hapa kwanza. Ya, na tulivyofuata interview zako kwenye mamedia za Goma, na so ulisema ya kwamba wewe ni msanii ambaye umechukua nafasi ya 3 hivi kwenye wasanii wa Nord Kivu. Tuambie. Gospel Music Talent Nord Kivu ni ilikuwa ni concours yenye ilikuwa entre 2018 2019 ambao nilishiriki na nikatoka watatu. Yani nikajulikana kama mwanamuziki wa nyimbo za Injili wa Goma. Na ndio maana nikisema sana mianzilishi yangu sana mahali wanaponijua ni Goma. Na wakati nilienda kwa hapa mwaka unaoisha mwezi wa 4, ndio walisema kuna utofauti tulikuwa na wakati ulikuwa na wakati umerudi. Nikasema kwa sababu nilienda Bwana anifunze zaidi. Na nini ilifanya ukamate nafasi ya 3 sana, na wakati haujakuwa na maaudio au na ma video, nini ilifanya sana utoke wa 3? Concours, acha niseme tu kitu kimoja. Wakati uko na Mungu na unatembea sawa sawa na maagizo ya Mungu, hakuna kitu kitakacho kuweza kushindikana ndani ya njia yako. Kwa sababu maandiko yanasema hivi, ndani ya njia ya wateule wangu hakutakuwa mnyama mkali ambao utakaoweza kuwazuiza, kwa sababu mkono wangu mimi Mungu utakuwa juu yao. Na ufikiria kwamba ulikuwa na rafiki ndani ya Maajabu ndio akakufanya utoke? Sababu unapoangalia Maajabu, so ni katika hali ya kulike msanii anatia wimbo kwenye réseaux sociaux na wanavote na vipengele vingine ambavyo vinaweza kuchangia. Je, ufikiria kwamba population ya Uvira inaweza ikakubana vile kweli artist ambao unajua na so wakawa na pengine sintofahamu ya kwamba Maajabu ilikuibia nafasi? No, sio Maajabu, nasema ni Gospel Talent. Gospel Talent. Goma, ni Gospel Talent Goma. Sio kama walinibia nafasi. Kwa sababu ingekuwa walinibia nafasi nikitoka wa kwanza. Kwa sababu ya nini nasema hivyo? Tukienda kimuziki tulijifunza kimuziki. Na nina vikaratasi vyangu kama mwanamuziki kwanza. Kibinafsi tukiacha hali ya kiroho tuingie hali ya kikazi. Na vikaratasi vyangu kimuziki ya kunitambulisha kama mimi ni mwanamuziki. Na vikaratasi ndio vilifanya ukamate nafasi ya 3? Siyasema vikaratasi. Ni kazi niliyotumika ndio ilinifanya nifike mpaka kwa nafasi ya 3. Na watu waliofurahia kile nilichokibeba. Kwa sababu unaweza kuimba mzuri, lakini kama hauna roho wa Mungu ndani mwako,
hautafika nafasi. Inabidi kwanza uwe na roho ya Mungu wakati utasimama uimbe ndani ya nafsi ya mtu asikie kwamba ndio nasikia kuna kitu kinaingia na kinakaa. Ndipo anaweza kutoa hata senti yake ili akusogeze mbele. So na unafikiria nafasi ya 3 ilikuwa na kumerite? Hiyo nafasi hakuna siku Mungu ataweza kupatia kitu ambacho haustahili. Yaani kwa ile wakati ilikuwa inanifaa ile nafasi. Ya vizuri sana. Na so katika hali ya malizia bon, labda tuambie unatakia nini watazamaji na unawaidia nini? Watazamaji ya kwanza nawapenda kwanza kibinafsi na nawaambia msiache kutuombea na kutusapoti. Na ninawatakia kwanza Bwana Mungu aliyetuita katika huduma na kazi yake awafanyikishe nini ili nini mtuinue sisi. Na ya pili nitaka sema mjifanye kuwa msaada kwetu. Hawezi kuchangia pesa, lakini unaweza ingia kwenye page yangu unachangia kujiaboni yako na kuangalia kazi ninayoifanya na itanisogeza mbele, kwa sababu hakuna huduma bila pato. Pesa ndio inasukumaka huduma mbele. Na nawaahidi mwaka huu tunataka kuanza vitu vizuri sana. Yaani mtamwishi Mungu na mtamgusa Mungu kwa kazi tutakazozifanya, na kwa huduma ya Mungu atatuambia tuwapee. Naamini. Ya vizuri sana. Labda ungeambia watazamaji unachukulia muziki ya gospel kama nini? Kwangu nachukulia muziki ya gospel kama maisha. Kama maisha namna gani? Maisha namna gani? Kwa sababu nasemaka mimi ni mabaki ya Bwana. Pasipo Mungu atungikuweko Nyota Ministries. Na kwangu ni kazi. Siku zitakuja nitakuelewesha kivipi tunaitumika kama kazi na kivipi kama kazi ya Mungu. Yani kikazi kwanza, yani business. Na tuningie ingine kama injili, evangelization. Wakati mbeleni elewesha kama business kivipi unachukulia kama labda, injili. Kipi ambacho kinakuzuia tuambie leo? Muda upo. Tuambie. Ya, tunachukulia kama injili kwa sababu tunakuja tangaza injili ya Bwana. Na kusogeza huduma ifike mbele na kuokoa manafsi. Na kama business ni juu bila hiyo kazi, bila pesa hatutafanya injili. Bila pesa mtafanya injili. So mnakuwa na vitu ambavyo mnauzisha ili mpate pesa. Kuuzisha ndio hapo sasa. Ndio maana tunasemaka mchango wako ni wa lazima sana ndani ya huduma. $1 yako ya concert. Kwa sababu tukiangalia bien kanisa bila sadaka haitakuweko. Ili uone kama hii ni kanisa ya Mungu, inabidi wakwambie toa, kwa sababu wakati unatoa unachangia ndani ya kazi ya Mungu. Njoo kama business, njoo ile tunauzisha ndani ya YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Unaweza tusupport na 1000 francs yako, unaangalia nyimbo yetu moja 1000 francs. Hapo vutena inakwasa ni uchuruzi. Kwa sababu ulilipa ukaangalia. Na ile kulipa inasaidia tena kufanya nini? Injili inasogea. Ya, na labda kwa wale ambao wanaweza kutaka kuona page yenu Facebook, WhatsApp, YouTube, labda wanaweza kuandika jina gani? Kwa sasa tukienda ku YouTube utaandika Christian Lion Biamungu. Christian Lion Biamungu. Utatupata hapo kabisa. Na so tukibaki hapo YouTube, ni kwa nini YouTube ya kundi ulipenda kuipatia jina lako? Nilikwambia kwamba tulikuwa hatujatoka nje kiwazi. Hatujatoka nje kiwazi, na soka chagua hatujatoka nje kiwazi, lakini tulikuwa wengi na jina ipo. So wakati nilipotia jina ilikuwa kingali maono. Kwa kingali maono yako. Na so fikiria sasa hivi wakati tumeshakuwa. Ndio maana nilikuwa nasema nini? Itajikaza nitoshe hawa watu ambao walikuwa wakijua kama ni page ya Christian Lion Biamungu kama mwimbaji wa nyimbo za injili, waitambue kama Nyota Ministries, yani tabadili jina. So tutegemee siku za usoni YouTube ya ndugu Christian itabadilishwa na kuitwa Nyota. Yani sio mbali sana. Yani hapa tu siku hapa mbeleni
mtaona kitu kinabadilika na msishangae sana. Mtajua kama ni hivyo sasa, kwa sababu tumeshatoka nje. Tunataka sasa tuoneshe kitu kinyi Mungu aliweka ndani mwetu, kwa sababu na imani kuna huduma mingi sana, si kwangu peke yangu. Kitu moja nilijua kwamba hata ngoma inaweza kuabudu na kufanya pepo zinaondoka na kufanya watu wanaamini. Hata gita, kwa mlio wa gita watu wanaweza kuamini na pepo zinaondoka. Ya vizuri sana. Labda nikiona kama tumesema gita inaondoa pepo, naona gita iko mbele yetu. Labda mnaweza kutupatia akapela katika hali ya malizia. Haina tatizo. Asante sana, karibu. Sio kama taimba nyimbo ya mtu fulani, ila tunataka tuimbe sawa sawa na mosi ya Bwana. Hallelujah. I say holy, holy, holy. Holy, 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 holy to the Lord. Somebody will worship you, God. I give a praise to you, Lord. We sing holy, 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 holy. Naamini neema yako kwangu, maana wewe ni nuru, mwanga uangazao asubuhi. Wewe ni tegemeo langu, mtakatifu ni wewe, njia ya uzima ni wewe. Naamini ukoo wako, maana wewe uko mwema. Big up sana. Labda niweze kuwashukuru sana kwa kuweza kuitika mwaliko kwa kuja kwenye MWK TV kwa siku ya leo na kuweza kutujulisha mengi sana kuhusiana na Nyota Minister. Labda tuwashukuru sana, na atujui unakuwa na lipi tena katika hali ya malizia ili kuaga watazamaji na kuwaambia umeimba Kiingereza. So kuna kwa wengi ambao hawasikii Kiingereza, labda katika la malizia ungewaambia uliimba nini na unawaagaje? Ya kwanza naambia watazamaji na wapenda sana na wasamini na TV yetu MWK TV. Tunasema asante sana kwa mwaliko, kwa sababu ni neema. Ndani ya wengi mlituona sisi mkatagua kwa sikia leo. Yani tunasema tuna moyo wa shukrani. Na Mungu wetu azidi kuwabariki na waendelezi zaidi. Sasa watazamaji, nilimba holy, holy, mtakatifu, mtakatifu. Ndio maana niliona nikiendelesha ndani ya Kiingereza, watu wangu watajiuliza Kiano iko nafanya nini? Ikanibidi niimbe ndani ya Kiswahili. Na sio aseme nilimba nyimbo ya mtu, nilimba tu vitu vilikia ndani ya moyo na akili. Nilijisikia nifanye hivyo, kwa sababu nasema kila siku ukifanya kitu ambacho unahisi Bwana anataka ufanye, na utapata mema yake huko mbele. Ila tunawaambia kwamba Mungu anawapenda na Mungu anawahitaji ndani ya huduma yake, na yeyote anayotaka kujiunga nasi tunamwambia karibu. Tuna moyo wazi wa kumkaribisha ndani ya kazi ya Mungu. Asante. Asante sana. Labda nikushukuru pia kwa kuweza kuitika mwaliko. Asante. So asante sana ndugu mtazamaji wa MWK TV. Labda nikushukuru kwa kuweza kuanza nasi, na pia hadi hapa tumefika mwisho. Nikuombe tu usisaulike kuaimer, kucomenter, kupartager, na so labda nikutakie tu mwendelezo mwema na Mungu akubariki. Asante.